Kitu kimoja ambacho ningependa kuambia mkuu wa polisi Douglas Kanja ni kwamba Douglas Kanja anafanya kazi ambayo haistahili mtu ambaye katika kwenye kiwango chake haifanyi. Kwa sababu hakuna katiba ambayo inaruhusu mkuu wa polisi ajihusisha na siasa, hata kama ni executive ambayo kwamba mnaiserve. Haistahili. So Douglas Kanja hafai kuwa kwa ofisi kama mkuu wa polisi kwa sababu anafanya kazi ya serikali, hafanyi kazi ya umma. Ofisi ya Douglas Kanja ni ofisi la wananchi, si ofisi ya wanasiasa. So kama Douglas Kanja anataka kujiunga na siasa, aresign kama mkuu wa polisi wa Kenya kisha jiunge moja kwa moja na siasa. Kwa sababu yale ambayo alifanya kule Nyeri ni mambo ya fedhea, ni mambo ya hibu, ni mambo ya kudunisha ofisi ya mkuu wa polisi ya taifa la Kenya chini kabisa. Kwa sababu hakuna jinsi mkuu wa polisi atahusika na siasa. Je, kesho serikali hii ambao wanafanya naye kazi wakijaribu kukosa ama kufanya makosa, ni nani ambaye anafaa kuchukua responsibility kujibisha katika kwenye ofisi ya Douglas Kanja? Douglas Kanja anafanya kazi ambayo tu kuona Boynet akifanya. Douglas Kanja anafanya kazi ambayo kuna mtu ambaye amewahi husika na jambo kama hiyo. Hata kama unapenda serikali kiasi gani, lakini hufai moja kwa moja kuhusika na mambo ya siasa, kana kwamba wewe ndio unajua kufanya na serikali, na wakati wananchi wanaumia, na wakati wa polisi ambao wewe mwenyewe unawakilisha wanaumia. Douglas Kanja anafaa kujiuliza kama wa maaskari wetu wananungunika kwa sababu ukosefu ya mshahara kamili na mambo ya kuchelewa na malipo ya maaskari. So Douglas Kanja anafaa kujifunza ya kwamba ofisi ambayo ya mkuu wa polisi si ofisi ya kisiasa. Tumekuwa na Hilary Mutyambai hakangatuka kwa sababu shutuma ya kwamba alihusika na mambo ya uchaguzi mwaka 2022. Tumekuwa na mtangulizi wake pia ambaye alikuwa hapo pia kangatuka kwa sababu jambo kama hilo tu. So tunataka kuambia Douglas Kanja, hatukuona Hilary Mutyambai akisimama akipigania mambo ya kampeni wakati wa uchaguzi. Lakini kuna taarifa ambayo ilikuwa inasemekana kwamba walihusika na mambo ya uchaguzi, kubadilisha matokeo ya uchaguzi mwaka 2022, hakaresign, hakaenda nyumbani. So tungependa kuambia Douglas Kanja, taifa la Kenya ni taifa letu, lakini the way una behave katika kwenye ofisi haina faida kwa Mkenya, ila ina faida kwa executive ya William Ruto. So tunataka kuambia kwamba kama unataka kufanyia Ruto ama Kenya Kwanza ama broad based government kazi, tunakuomba ng'atuka kwenye mamlaka kama mkuu wa polisi, kisha utoe kofia, utoe kiraoni, kisha ujiunge moja kwa moja na siasa ya taifa la Kenya, kwa sababu hatuta tolerate nonsense wakati maaskari hawana jumba ya kuishi katika kwenye makazi yao ya kazi, wakati maaskari mshahara yao ni duni. Badala Douglas Kanja ahusika na mambo ya mshahara ya polisi, kisha Douglas Kanja anahusika na mambo ya siasa. Najua kwamba mtatema kwamba wewe husiki na ile tume ya kuajiri maaskari, lakini wewe ndio mkubwa wao ambao unafaa kusungumuza kwa niaba yao kwa tatizo lao ambao wanapitia kikazi. So nataka kuambia Wakenya, ukiona jinsi wanasiasa wa Kenya wanavunja sheria, ni Douglas Kanja ndio mwaruhusu, kwa sababu Douglas Kanja pia amesahau ya kwamba ile kirauni ambayo amevalishwa kama mkuu wa polisi ni ya kufanya kazi, sio ya wanasiasa. So ukiona wanasiasa wote ambao anafunja sheria, anafunja kwa sababu Douglas Kanja ni mtu wao, wamewekwa pale katika kwenye ofisi kama mkuu wa polisi kufanya maslahi yao ya wanasiasa, lakini sio maslahi ya wananchi. Nataka kuambia Douglas Kanja, hatutakaa kitako kama wana Kenya tukuangalie jinsi mnagandamiza katiba, mnagandamiza haki ya askari, mnagandamiza haki ambalo msingi tulileta na katiba. Kama unataka kujihusika na siasa, ng'atuka kwenye mamlaka, weka kofia chini, weka sare ya polisi chini, vaa magwanda ya kisiasa, tupambane wewe katika kwenye ulingo wa kisiasa. Kwa sababu wengi wameumia wakati wa maandamano, mnakwepo mnasema kwamba hamusiki. Itakuwaje usiki na wewe mwenyewe ndio unapiga siasa? Itakuwaje badala wewe, kwa sababu polisi ni independent, inakuwaje polisi anabebwa, mkuu wa polisi anabebwa
na serikali, anaenda katika kwenye rally ya serikali kwenda kusema kwamba sisi kama serikali. Wewe sio serikali, wewe ni mtetezi, wewe ni body ambayo ni independent, ambayo umewekwa hapo kwa msingi ya kutetea Mkenya, si msingi ya kutetea serikali. Kwa sababu the way ambao una behave ni kama ya kwamba wewe una serve interest ya Ruto, userve interest ya wananchi. So tunakuambia kwamba kama unataka kuserve interest ya Ruto, resign, Ruto akupee minister, ubehave jinsi unataka kubehave nayo. Lakini hatutakaa tukiangalia kwamba tume ya polisi wamenyamaza kana kwamba hawaoni yale ambayo Douglas Kanja anafanya. Tume ya kuajiri polisi anaona ya kwamba jinsi Douglas Kanja anafunja sheria ya ofisi, na wananyamaza kwa sababu wanaogopa rais, kwa sababu ilikuwa ni afla rais. Sisi tunakuambia Douglas Kanja, katiba ndilo kupea kazi, na katiba hilo ndio sisi kama wananchi tunazingatia. Kama we mwenyewe uwezi zingatia katiba la taifa la Kenya, tutakusurutisha ungatuke katika kwenye ofisi ili tutafute mwingine ambaye anastahili kukaa hapo. Tumekuwa na Uhuru Kenyatta miaka 10. Tumekuwa na Kibaki miaka 10. Hatujawahi ona mkuu wa polisi wote akihusika jinsi Douglas Kanja anahusika na mambo ya siasa, jinsi alikuwa anahusika kule Nyeri wakati wa rally ya Mheshimiwa Rais William Ruto. So mimi ningependa kuambia Mkenya, wakati imefika sisi ndio tutakao tengeneza taifa letu. Ni sisi kwa wananchi ndio tutakayo leta sheria ambayo kila mmoja, wakubwa kwa wadogo, watakaofuata, kwa sababu hawa wakubwa wanadhani ya kwamba sisi kama wananchi ni wajinga, wao ndio warefu. Ndio maana wanafunja sheria kisha wao wenyewe wanaona kwamba wako sawa. Hakuna sheria kwa mdogo, hakuna sheria kwa mkubwa. Sheria ni sheria ambayo inakata mbele na nyuma, na tunataka ikate ofisi ya Douglas Kanja. Kama hawezi apologize kwetu kama wananchi, angatuke kama Douglas Kanja, atuachie tume ya polisi, Gilbert Masengele achukue ofisi aendeleshe nazo. Hatutaki mambo ya kucompromise mambo ya siasa zetu ya Kenya na mambo ya tume ya polisi, kana kwamba sasa polisi wameingia katika kwenye lingo ya kisiasa. Hakuna mahali sheria inasema kwamba polisi wanahusika kwa siasa. Hakuna mahali katiba inasema kwamba viongozi wa usalama wanahusika kwa siasa. Wao wako independent. Jukumu lao kubwa kwa katiba ni kuleta ulinzi na kulinda kila mmoja upande zote. So wakati Douglas Kanja anaegemea upande wa serikali, je, wale ambao wanapinga serikali si watakuwa wanadhulumiwa na Douglas Kanja kwa sababu wanaona kwamba wanadhulumika, wanapinga serikali lao? So Douglas Kanja, wewe kama umehusika na William Ruto, umehusika na Kenya Kwanza, umehusika na kwaya ya Ruto, umehusika na serikali ya broad-based government, tunakuomba ya kwamba resign. Usipo resign tutakulazimisha uresign, tuachie ofisi, tulete wale ambao wanafaa kuleta mageuzi. Hatutakubali taifa letu iharibiwe kwa sababu watu ambao wanafanya self interest katika kwenye ofisi. Lazima Douglas Kanja aheshimu ofisi na heshimu wa Kenya na heshimu tume ya polisi. Wewe kama unataka kukuwa waziri, henda Ruto akopee minister uajiriwe mahali ambapo Muturi alikuwa amefutwa. Chukua nafasi ya Muturi. Mambo ambayo unakuja kucompromise mambo ya siasa zetu na mambo ya katiba zetu tumekataa. Douglas Kanja, heshimu wa Kenya na heshimu ofisi ya mkuu wa polisi.